اقرأ جلوبال ميديا، sauti ya nuru na amani, habari na elimu kutoka kona zote za dunia. Tunaeneza upendo na maarifa, hadithi na sauti za kweli. Iqra Media inazungumza kwa mioyo ya watu wote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media, nitakuwa katika Shindi Kamwanya, na leo kabisa ni siku nyingine tarehe 3 Muharram sawasawa na tarehe 19 za mwezi wa 6 mwaka wa 2025, na hapa leo tumepata nafasi ya kuweza kuja kutembelea mji ambao unaitwa ni mji wa Makobola. Hapa tuko Bangwa Makobola Day katika kipindi chako cha Uislamu na maendeleo. Na leo kabisa, ndugu mpenzi mtazamaji, hii nafasi kama jinsi ninavyoonyesha nembo nyuma yangu hapa, palitokea historia kubwa sana ya kuweza kuuliwa watu wa vijiji tofauti tofauti, haswa hapa Makobola. Lakini leo katika kipindi cha harakati ya Uislamu na maendeleo, uweze kuangalia mengi sana, uweze kuwa nasi, uweze kuona msikiti wa hapa Makobola Bangwa unaendeleaje, wanazungumzaje. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Usisahau kushare, like, pia kusubscribe channel hii ili mradi usiwe wa kwanza kupata kila notification ya kazi zetu. Iqra Global Media, sauti ya nuru na amani, habari na elimu kutoka kona zote za dunia. Tunaeneza upendo na maarifa, hadithi na sauti za kweli. Iqra Media inazungumza kwa mioyo ya watu wote. Nuru ya Uislamu inang'aa, amani na Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kwa majina unaitwa nani? Ujitambulishe ili wenye kutizama waweze kujua tunaongea na nani. Kwa majina naitwa Rajabu Abechamuche, ndio imamu representant msikiti wa Bangwa. Imamu representant wa msikiti wa Bangwa. Bwana Abeti, tuambie, leo tumekuja kutembelea huko Iqra na kuweza kuona katika kipindi cha Uislamu na maendeleo, kuweza kuona vitu vinavyokuwa misikiti na hali halisi ya misikiti, na hapa pia kushuhudia. Tuambie historia fupi ya msikiti huu na uwanja ambao tunaona hapa hivi, wewe kama kiongozi wa maeneo ya Bangwa. Naam, sisi hapa tuna msikiti, tuna shule, lakini shule lenyewe alijengwi. Shule linakosa wafadhili, kuna wanafunzi wanahangaika, wanasomea chini kwa majiwe, walimu wao hawapokei. Hapa kuna msikiti wenyewe nao umeshaisha, makizi vinavunjika. Sisi tunahangaika sana, wafadhili hatuna. Naam. Na labda katika hivi vitu, naona uwanja ni mkubwa sana na masomo, yani mmea shule tulizunguka, tumeona kiasi gani hali ya shule yenyewe ipo. Labda hizi hali shule zamani, naona kama shule ishakuwa siku za kutosha. Naam. Pindi Mwijenge ilikuwa hivyo bila milango, au sori ilikuwa kuaje mpaka hiyo shule iweze kuwa shule na huu msikiti uje kuja kwa mbele? Naam, shule kama ile shule liko hapa, tumefanya nguvu zetu. Tumeona watoto wanahangaika sana, tutie shule. Tulifanya shule bila wafadhili sisi nguvu zetu, ndio maana tukafanya ile shule ya zamani sana. Imeshakuwa pa kitambo tu, inakosa wafadhili. Kama vile hivyo tutanguza kusema mbele, shule lipo, wanafunzi wapo, walimu wapo, wafadhili ndio hawapo. Tuna uwanja mkubwa hapa, kwanza hapa barabarani mpaka kule chini baharini. Tunatafuta nini? Wafadhili. Kwa tunapata wala wafadhili, kwani sisi nguvu zetu zilishia hapa, kama kisi mnavyoona shule, msikiti. Na ni miaka ngapi toka shule hilo liweze kujengwa? Kwa sasa unaweza kuhesabu miaka mingapi kwa kuweza kufanya nguvu yenu, kuweza kufanya harakati ya maendeleo kwa nguvu ambayo Mwenyezi Mungu aliwezesha mpaka mkaishia hapa? Sasa kwa ni miaka mingapi toka shule hiyo? Kwa sasa haikosa hata miaka takriban 7 hivi toka shule hiyo. Na kwa mfumo miaka yote hiyo, kwa nini unapata nafasi ya kuweza kutumia
kuomba, labda mshawahi kuomba sehemu kakataliwa, au mmekaa tu kwa sababu ya kuwa Waislamu wanaweza kuja kutembea kama gisi leo tumefanya harakati ya kuja kutembea, ili mradi kuweza kuonesha watu wote ulimwengu mzima, Waislamu wote wenye kupenda kuweza kuchangia katika harakati za dini katika Uislamu na maendeleo? Au mlikaa kimya, au mlikuwa mmeshapiga nafasi wakawakatalia? Hapana, hapa tushawahi kuongea na viongozi wa dini, washakufika hapa wakaona uwanja, wakaona shule, lakini mpaka hivi kwa nguvu zetu sisi hatuweza kusimamisha jengo hapa. Labda jengo za wafadhili, tupate wala fadhili wa kutujengea shule labda, lakini kwa nguvu zetu sisi tulishia hapa. Ndio maana yake unaona ile shule liko hapa, watoto wanahangaika. Na vipi harakati? Naona msikiti umekuja leo, ni Ijumaa, msikiti umefungwa, labda mnakuwa na aina gani ya msikiti? Labda kusema kwamba ile marotation tunafanya aje na program zenu za Ijumaa zinakuwa zinasaliwa? Naam, leo ni Ijumaa. Leo Ijumaa ilikuwa Makobola ya kwanza kule tunafanya marotation. Hii ingine Ijumaa itakuya tunasalia hapa kwetu kitu wa Bangwe. Ina maana tunasalia huku Ijumaa, kule Ijumaa tunafanya marotation. Yani kifupi Makobola pale na hapa mpo kitu kimoja. Tuko kitu kimoja kabisa. Na labda uweza kuonesha wale wenye kutufuata sasa hivi kwa zile hitaji ambazo vitu vya haraka haraka ambavyo nyinyi mnaweza mkapenda kwanza vifanywe kwa upande wa masomo, kwa sababu shule likiwepo patakuwa na maendeleo fulani katika jamii yetu ya Uislamu, na hivi ni katika vitu ambavyo tutakuja kuulizwa, kwa sababu nyinyi ndio viongozi ambao mtakuja kwa masuala kwa hivi vitu ambavyo mnakuwa mnavichunga kwa haraka haraka ambavyo vile unavyovitajia viweze kupatikana, kwa sababu kuna Waislamu wanatufuata karimu wa roho nzuri. Naam, sisi kama sisi viongozi wa hapa, sisi tunaweza kuwa na uongozi upo, lakini sasa wale wafadhili kama natoka kuongea hawapo. Ingilikuwa tuko na tafuta wafadhili tujengisi shule kwanza haraka, shule la watoto wapate shule nzuri, wapate viti pamoja na walimu nao wao wanapata sabuni. Kwa hiyo tutafanya dini zetu zote walimu wapate sabuni, tunashiwa. Na kushukuru pia na nafurahi pia kuweza kutupatia na time ya kuweza kuongea pamoja na wewe, na tumesikia matatizo na majukumu ambayo yako hapa hivi kuhusu Waislamu. Sasa msikiti wenyewe, hali ya Waislamu wanajipeleka vipi na Uislamu, kwa sababu unajua maendeleo inapokuwa finyu watu wanakuwa wanaenda na migogoro, dini tofauti zinakuja kwa sababu ya kuweza kuwachukua imani. Wewe unaongeaje kama kiongozi? Kwa sababu kama kiongozi wa hapa msikiti kama upo, msikiti upo na Waislamu wapo, lakini kama kadri tunaona hapa kwetu tofauti mjini na vijijini tofauti, na kuna mashirika wengi wa Wakristo wanakuja, watu Waislamu wengi wanahitaji sana juu akisikia msaada unakuja kule kwa Wakristo wote wanaenda jumanga kule. Sisi hapa hatupati msaada, ndio maana yake unaona sisi tunahangaika kama vile wa viongozi, hakuna gisa kutumika pour kitu tuko tunasaidia waamini hapa. Naam. Sawa, neno la mwisho la kuwaambia wenye kutazama, wazaliwa wa hapa na wale ambao si wazaliwa wa hapa, Waislamu wote upatikanao ulimwenguni kote kupitia Iqra. Neno la mwisho naweza wasema, labda kuna wale watatusikia na wale watatufuata na watatupata, tunaomba wafadhili au watu watusaidie katika shule na msikiti wetu. Msikiti wetu bado huko wazi, maviuna vinavunjika, tapi hakuna, vipaza sauti hakuna, mabateri vile hakuna. Tulikuwa navyo hapa kuvita, vitu vingi vilipotea. Ndio hiyo ni kwa ombi langu hili. Naam, watazamaji wa Iqra Media, Global Media, ni hapa ambapo umesikia majukumu mwanzo hadi mwisho pamoja na kiongozi ambaye tulikuwa tunaongea naye. Vitu vingi sana vinakosekana, hata mambo mengine kadhalika, na shule pia uwanja ni mkubwa hadi baharini kama gisa programu inaonyesha. Basi usisahau kuchangia chochote kupitia Uislamu na maendeleo kutoka Iqra Global Media. Nitabubakari Kashindi Kamwanya. Asante. Iqra Global Media, sauti ya nuru na amani, habari na elimu kutoka kona zote za dunia. Tunaeneza upendo na maarifa, hadithi na sauti za kweli. Iqra Media inazungumza kwa mioyo ya watu wote.
kila kona.